zangu watu wa Ukerewe, sisi tutaendelea kukemea matukio ya kihalifu yanayofanyika kwa sababu za imani potofu za kishirikina. Migogoro ya ardhi, tutaendelea kupitia elimu tunayotoa kupiga vita kwa nguvu zote imani potofu za kishirikina. Narudia tena kuwaomba ninyi mbadilike, tubadilishe mindset zetu, kwa sababu hata siku moja, naomba niwaambie, imani potofu za kishirikina asijawahi kumfanya mtu akapata maendeleo. Sana sana zitakuchelewesha. Utapata maendeleo ukiwa umechoka na ukiwa umetumia muda mrefu. Tuache imani potofu za kishirikina, tujiunge katika jitihada mbalimbali za kujiletea maendeleo yetu. Hebu acheni hizo fikra, zinawachelewesha sana kwa jamii. Lakini hayo mambo hayo sijui kamchape, nafikiri mnayapenda sana. Kwanza ni utapeli, uhalifu, wizi. Ni watu tu wanatengeneza mifumo ya kuwatisha na kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Ninyi mnapumbazwa akili ili muwatajirishe. Yale mambo yote wanaofanyaga yale mnayajua, na mlivyokuwa waajabu hata hapa hamjayasema. Mko makini sana, mtaki kuyasema, ila sisi tunayajua. Yale yote huwa ni wizi, huwa mnaibiwa, mnadanganywa. Fanyeni shughuli za maendeleo, za kujiletea maendeleo. Ripoti matukio ambayo si ya kawaida kwa jeshi la polisi au kwa mamlaka nyingine za serikali ili yashughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Achaneni na hizi habari hizi za kamchape, haziwasaidii. Hakika hakuna watu ambao wamewahi kuendelea kwa kuendekeza mambo ya ovyo kama haya. Hawapo. Kama watu hawawaambii, wengine hawawaambii, shauri yao, wanawadanganya. Naomba askari pia ni wakaguzi wa kata, endelea kuwaambia, msiache kuwaambia. Hivi ukiniambia mimi mbwa kala mbuzi, kwanza mimi sishangai. Mbwa anaweza kala mbuzi. Mbwa ambaye hajafunzwa vizuri anaweza kala mbuzi. Mbwa kichaa anaweza kala mbuzi. Kama una mbwa ambao wamekuzidi uwezo, utaratibu wa kiserikali wa kuwapumzisha mbwa upo pia. Mbwa ambao wanapata kichaa pia wapo, wanatibiwa. Mbuzi wako watunze vizuri. Mbwa kala mbuzi, ripoti. Yule mwenyewe huyo mbwa achukuliwe hatua. Mbwa wafahamike kwenye kijiji, sio mbwa anajitembelea tu. Ziko mamlaka kwenye kijiji, kuna mabwana mifugo au huko hamna? Nimesikia mna wataalamu wao, kazi yao nini? Kama wilaya na kama jimbo tayari tumekwisha fanya kazi ya kuweza kuwahimiza na kuwaelimisha wananchi kuachana na imani za kishirikina, na nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu na naibu waziri Dr. Switbert Zakaria Mkama. Ni moja kati ya viongozi ambao ameweza kuwa mstari wa mbele kukemea swala la imani potofu na za kishirikina ndani ya wilaya yetu ya Ukerewe. Kwa hiyo sisi kama viongozi pia tunatoa ushirikiano wa kutosha na tutaendelea kuwahimiza wananchi na kuwapa elimu ili waweze kuelewa athari za kuamini hizi imani za kishirikina na kuhakikisha kwamba wanaachana nazo ili waweze kujifanyia kazi zao za kimaendeleo. Mimi mwenyewe ni CHW, huwa ninatoa hii elimu ya jamii achane na hizo tabia za kuamini imani za kishirikina. Niseme tu hivyo. Kwa misingi hata watu tunawapoteza watoto kwa kuamini kwamba mtoto anakuwa na utapiamlo, lakini jamii inasema huyu mtoto amefanya nini? Ameona nyoka. Unajua huku Wakerewe wanaamini chatu. Sijui kama hilo mnalielewa. Wanaamini chatu. Sasa hivyo vitu vinaelekea kutoa kabisa uelewa wa watu kwamba utapiamlo ni ugonjwa ambao unatibika, na unatibika kwa watoto kupewa lishe, si kwamba unatibika kwa ajili ya kwenda kwa ganga kienyeji. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mila potofu kuna nafasi katika jamii ndogo ndogo zilizobaki
zinawapa kipaumbele, lakini huwa tunajitahidi kutoa hiyo elimu kwamba achaneni na mila potofu za kuamini hivyo vitu. Naamini tuweke ushirikiano kati ya jeshi la polisi na jamii, kwamba unapotokea tatizo lolote au tukio la aina yoyote, polisi wakipewa taarifa basi wapate kufika kwa muda mwafaka, ili angalau tuwe na imani, kwa sababu jamii inapoteza imani na jeshi la polisi kwa kuchelewa kufika kwenye matukio.